Mtazamaji wa kipindi cha Afya Kwanza, kama ilivyo kawaida na ada ya kipindi cha Afya Kwanza, huwa tunazungumzia masuala ya matibabu, masuala ya afya, lakini masuala ya magonjwa mbali. Kipindi hichi kimedhaminiwa na Zanzibar Outreach Program, ambayo ni programu inayofikia wananchi kuweza kuwapa uelewa, lakini pia kutoa matibabu bure hapa visiwani Zanzibar. Mimi mwongozaji wako naitwa Amur Khamisi. Kwa leo tutazungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani. Je, unaelewa? Lakini masuala ya usikivu pia kuijua ZOP kiundani zaidi, ambapo katika studio hizi nimeambatana na wageni wangu mbalimbali, ambapo hapa mwanzo nipo na mzazi wa mtoto ambaye yupo katika huduma za ZOP Academy ama Zanzibar Outreach Program Academy, ni Binaima Khamis Usi. Lakini pia ameambatana na mzazi mwenziwa wa mwanafunzi ambaye anapata huduma katika kituo hicho, Bisaada Mwinyi Ayub, sambamba na mwalimu mkuu wa ZOP Academy, kuelezea hasa zaidi katika maadhimisho haya ya siku ya usikivu, kuijua ZOP kiundani zaidi na zile huduma zinazotoa, lakini faida ambazo zinapatikana katika kituo hicho. Lakini faida nani yatazungumza? Wazazi nao wamejumuika hapa kutuonesha kiundani. Yule mzazi ambaye sasa anatuangalia, ana mtoto ana matatizo ya usikivu hafifu, ama ana matatizo ya usikivu, basi atege sikio. Lakini pia baada ya kipindi hichi moja kwa moja basi mpaka kwa wataalamu wa afya. Lakini nikusihi tu, ZOP ipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukupa huduma hizo. Mtoto ukimwahi mapema, pia tutawahi mapema kumpa matibabu. Jamani, karibu sana. Asante. Leo Mwalimu Ayubu, tunazungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani, lakini ZOP mmejikita katika kutoa huduma hizo. Kwanza tuiangalie ZOP Academy ni nini hasa? Asante ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji kwa jumla. ZOP Academy ni kituo ambacho kinachojihusisha kuwakusanya ama kuwalea watoto wenye mahitaji maalum, yani mtoto viziwi. Ndio. Lengo ni kuweza kuwatayarisha kwa maisha yao baadaye. Pia imeenda zaidi katika kutafakari jinsi gani itakavyowasaidia ili waweze kujitegemea. Tukaamua kuanzisha mota inayoitwa matamshi na sauti. Okay. Kwa tafsiri nyingine tunasema ZOP Academy ni kituo ambacho kinachowafundisha watoto kusema. Okay. Watoto kusema ambao mwenyewe unaweza kushangaa, lakini sisi tunachoamini kwamba Mwenyezi Mungu ndo mwongoaji, hatuwezi kuongoa sisi. Tofauti wa academy ya ZOP na academy nyingine zile tunazojua za skuli za kawaida ni upi? Yani utofauti wa academy ya ZOP na academy ya skuli za kawaida, academy za skuli za kawaida zinakushanya watoto wa elimu mjumuisho. Unaweza kumkuta kiziwi yumo mle ndani, lakini unaweza kumkuta mtoto mwenye masikio yake anafahamu. Au ni kule academy nyingine unamkuta mwingine mtoto mwingine haoni, lakini sisi ZOP Academy tumejikita na watoto wasio wenye upungufu wa usikivu, yani viziwi. Asante sana. Binaima, ulijuaje ZOP Academy? ZOP Academy nilijua kutokana na mwanangu. Nilipomwanzisha kumpeleka hospitali mwezi mmoja, nikamkuta dokta akanifahamisha, akanambia njoo siku ya Jumamosi, yupo dokta mzuri sana hapa, atakushughulikia swala hili. Kwa bahati nikafuata maagizo yale, nikaenda. Nilipokwenda mimi kule nikamkuta dokta, akaniambia kama hili shikio lako mama tushalisafisha, lakini usimtie dawa tena. Nikarudi nikamwambia kwa nini sasa nisitumie dawa yote? Nikajiuliza mimi natafakari sasa nifanye nini. Sasa hapo ndo ndipo kwanza nikasema mwanangu nitampeleka vipi mimi skuli, atasomeshwaje na wale wenzao walikuwa wanasikia, yeye hasikii wala kusema hajui. Sasa mimi nikaona bado, nikamwambia baba mume wangu, nikamwambia tumtafutie skuli huyu. Nikampeleka Kiswahili, Kiswahili akaamba hii sio skuli yake. Tukatoka siku hiyo moja, tukampeleka Kwerekwe. Kuna mwalimu akatufahamisha, akatuambia kuna skuli inaitwa ZOP Academy, mpelekeni mtoto.
Kwa bahati tulipompeleka pale, basi akafanywa tena utafiti, kwa hivyo akajirudishwa pale, akaambiwa huyu sasa hivi itakuwa ni mwanafunzi wa hapa Zop Academy. Na ulimjua akiwa na miaka mingapi mtoto wako sasa na matatizo hayo ya usikivu? Miaka 4. Wakati nilizaa mzima, miaka 4 ndio nilimjua, kwa sababu ilikuwa hata kucheza kwake kwa wenziwe hachezi, yumo ndani, akitoka wenziwe wanampiga. Hata kama nikimwambia kitu ananitizama hivi, kusema hawezi wala kusikia hawezi. Kwa hapo mimi nikatafuta utofauti. Asante sana. Na Bisada, na wewe ulijuaje Zop Academy? Mimi Zop Academy nimeijua kupitia Dr. Naufal. Kwa sababu kipindi mtoto wangu ametimia mwaka 1 na nusu, bado hajaanza kuongea. Nikaa nahangaika hospitali mbalimbali. Kuna siku nikaenda Mnazi Mmoja, nikaambiwa mtoto ana vinyama vya pua. Wakanipa dozi nikatumia, ikawa bado. Akaja kuna specialist alikuja Tawakal, anatoka Muhimbili. Nikampeleka mtoto wangu, akaniambia wewe mtoto wako mpeleleze, kama atakuwa ukimsemesha hakuangalii, inawezekana labda ana tatizo la usikivu, na inawezekana ndio maana unasema mtoto wangu kachelewa kuongea kwa sababu hasikii. Inabidi ili useme umsikie mwenzio anaongea na wewe uweze kukifuata kile ambacho kinaongelewa au kukifanyia kazi kile ambacho kinaongelewa. Kwa bahati akaniandikia kipimo, akaniambia lakini hichi kipimo kwa Zanzibar sidhani kama kipo. Ila wewe fanya research alafu tutafahamishana. Kwa hiyo nikahangaika, kuna siku tu nikafahamishwa, nikaambiwa Global kuna daktari anakuepo siku 3 katika wiki. Kwa unawahi mapema, ndo nikafuata hivyo, nikaenda mpaka Global. Kufika Global nikakutana na Dr. Naufal. Dr. Naufal akamfanyia kipimo, akanambia kwa hapa kwa hii sehemu ya nje tunamwona huyu mtoto sikio lake halina shida, lakini sisi tuangalie kuna kipimo kikubwa ambacho hicho kama mtoto ana tatizo la usikivu basi tutakijua zaidi. Sawa. Nikaenda nikafuata taratibu zinavyotakiwa, nikampeleka. Wakati natoka naenda kumpeleka mtoto wangu, yani na 50% inawezekana hasikii, lakini 50 anasikia. Kwa sababu mitaani tunaambizana mtoto kiziwi au mtoto mwenye tatizo la usikivu inakwenda na urithi. Sasa katika vile kujiongeza kama mzazi unafuatilia nyumbani, mbona hakuna hii kesi? Kwa hiyo nikaenda mimi nikafuatilia kile kipimo, nakumbuka nikampeleka Zop Academy. Lakini hapo nilikuwa sijui kama hicho kituo ni pamoja na skuli. Kwa hiyo nikampeleka mtoto wangu mimi akafanywa kipimo. Yani nakumbuka ile siku, katika siku ambayo alifanywa kipimo skuli sasa. Alifanywa Zop Academy, wana kama kituo kule. Akafanywa kile kipimo. Nakumbuka katika siku ambayo niliumia, basi moja ilikuwa ile. Daktari asante sana. Daktari ananipa majibu, ananiambia mwanao hasikii. Nikimwangalia mtoto wangu ni mdogo, alafu ni mtoto wa kike, nikasema mimi nimeshapata mtoto ambaye ni tegemezi. Yani pale mpaka yule daktari kabidi sasa please anaambie mama hawa wapo wanaishi wanafanya hivyo, yani kama akanipa kama ushauri na saha. Hawa wapo hivi, kwa hiyo mtoto wako atakuwa huyo, atasoma, atafanya hiki, yani kwa ufupi, yani ile hali alionishauri yule daktari kanisaidia. Nikatoka zangu nikarudi nyumbani. Kwa na jibu langu mimi mtoto wangu hasikii. Lakini akanambia sasa, nikarudisha majibu kwa Dr. Naufal. Kurudisha majibu kwa Dr. Naufal, akanambia huyu mtoto tumwandikie kituo ambacho kinasaidia watoto kusema na yani kinafundisha watoto kuzungumza ili waweze kujitegemea baadaye. Kwa hiyo ile siku nikaenda Zop Academy, lakini ile daktari ananiandikia, namwambia daktari mtoto wangu hajafika hata miaka 2. Yani alikuwa ana kama mwaka 1 na miezi 8 mpaka 9. Daktari mtoto wangu hajafika miaka 2, kwani nampeleka skuli. Kuna kauli aliniambia Dr. Naufal, all is better. Yani ile kauli naondoka nayo popote pale. Akanambia mama, hii itakusaidia hichi kituo, wala usiwe na wasiwasi. Nakumbuka wiki ya mwanzo mwanangu nampeleka skuli, nasema mimi mtoto nimempeleka, yani muda wote niko na simu. Akiwa miaka mingapi hapo unampeleka? Yani nampeleka hapo anaanza hicho kituo. Yani ana mwaka 1, yani ana miaka 2 kasoro kidogo tu. Yani hajafika tele miaka 2, birthday yake ya miaka 2 ilikuwa bado.
Nampeleka, daktari akanambia, nikufika pale nikakutana na walimu. Wakanambia huyu mtoto wako atasoma, atajitegemea, wapo wanafanya kazi, wapo wana maisha yao ya kawaida kama tunavyoishi mimi na wewe. Kwa hiyo vile nikikaa mimi nakaa naangalia. Uliamini hayo maneno lakini? Yaani mwanzo kusema la ukweli thawabu sikuamini. Lakini nilichukua ile kauli ambayo nilipewa kule hospitali, all is better. Kwa sababu kama nisingeichukua ile, nisingempeleka katika umri ule, ningesema ninamsubiri at least afike miaka 3. Umempeleka Zopu kama kujaribu? No, so kujaribu. Yaani sikuwa na ule uhakika wa 100% kwamba huyu mtoto ataweza. Lakini nakumbuka kuna siku nilimpeleka nikawakuta watoto wengine ambao wana umri sawa na wakwangu, wengine wamezidi. Kwa yani nilikuwa nakwenda lakini nipo kama kwenye research fulani. Okay. Kwa kule wakanipa reference, wakanambia mama, huyu mtoto umeona wenziwe, huyu hapa kaja hawezi kuongea, huyu hapa kaja, yani wananielekeza vile, yani walinihisi kama nina hofu. Baadaye lakini mwisho ikawa ni kitu cha kawaida. Okay. Sasa hivi mtoto anaamka mwenyewe, anakuambia mama leo uli. Wakati nimempeleka skuli mimi anaongea mama tu. Okay. Hasemi kitu chengine. Ameanza kuongea. Na sasa hivi nashukuru Mungu ameanza kuongea, anatumia vile vifaa vinamsaidia, anaongea. Yani hawezi tu kuunganisha ile sentence wakati sasa hivi ana miaka 6. Tuseme skuli ndo ameanza miaka 2 kasoro kidogo. Ndio. Lakini sasa hivi ana miaka 6 anaongea. Tunaongea kabisa hivi tunafahamiana. Na hata hapo mwanzo nilikuwa hata kumtoa nje na ugopa. Nasema anaweza akapata mtihani akashindwa kunielezea mtoto. Lakini imefika kipindi sasa hivi anakuja, mama mie mpigwa. Kwa mimi najua ananiambia mama mie nimepigwa, mama mie hivi. Asante. Tukomee hapo. Baadaye tutarudi kwako. Mwalimu Ayubu, wazo lilianza mwaka gani la Zopu Academy na kwa nini? Zopu Academy lilianza baada ya kuanzishwa Zopu. Maana Zopu kwa Zanzibar ilianzishwa 2006. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa Zopu, maana Zopu tunasema inajikita kijamii zaidi. Kwa hiyo haikuchukua muda sana ikaanzishwa Zopu Academy. Kwa sababu Zopu kwa kijamii zaidi ikaona kuna haja ya kuweza kuwasaidia watoto viziwi. Kwa sababu watoto viziwi walikuwa wanakosa haki zao. Hapo zamani walikuwa wazazi wanawaficha majumbani, hawatoi. Lakini sasa hivi alhamdulillah tunamshukuru alioanzisha liwazo, Mungu amlipe yaliyokuwa heri zaidi. Sababu sasa hivi wazazi wanapata mwamko, wao wenyewe wanawaleta watoto skuli, au kama ulivyomsikia mama mwenyewe anatoka mwenyewe anaenda hospitali. Wakati zamani ilikuwa hakuna mambo haya. Bi Naima, ulizungumza baba katika maneno yako, uliliingiza neno la baba. Nataka nijue wakati unaambiwa mtoto wako ana tatizo la usikivu ama kiziwi, mara ya kwanza baba unamuelezea alilipokeaje? Alipokea kweli, na yeye alipokea hana la kusema kweli. Sasa itabidi kaambia tufanye mchakato mtoto tumsomeshe, tusimwache hapa mtaani. Kwa hivyo mimi tukatoka tukaenda Zopu Academy. Akafanywa utaratibu wa mashikio na alipofanywa utaratibu wa mashikio, kwa hivyo tukarudishiwa jibu kwamba mtoto wako bado mashikio yake mazito, mabovu, na kusema pia hawezi kuongea. Kwa hivyo aliporudi yule mume wangu akanijibisha, nikamwambia basi. Alienda yeye? Alienda yeye. Simamo kamata yeye kwanza tuona mwanae hivyo. Okay. Kwa hivyo sasa aliporudi kule akanijibisha, aliponijibisha basi tukamwanzisha skuli. Kwa kweli Mwalimu Ayubu alifurahi sana tulipompeleka. Na sisi tulishukuru sana, tulifurahi. Tulipomwanzisha yule mtoto siku ya kwanza bado hajazoea viziwi. Siku ya pili hata kufika wiki yule mtoto tayari anaanza kusema, anaita baba, anaita mama. Kama mimi mwenyewe nashangaa kwa sababu mimi alikuwa akiamua mwite mama anashangaa hivi. Hata wenziwe mtaani walikuwa akicheza na ushirika na shirikiana. Akipiga na yeye anapiga. Anakuja zake ndio. Akirudi skuli nikimfundisha sasa mie ananambia kosa. Sivyo ninavyomfundisha. Sasa mimi nashangaa nimfundishe vipi? Sijui vya kumfundisha. Kwa hivyo ilipotoka wazo, walimu alhamdulillah na dokta akajitahidi, wakatoa wazo kila Ijumaa sisi wazee twende tukasome. Okay.
Tulipokwenda basi tukashirikiana, tukawa tunasoma, walimu wanatusomesha na wao wanakamata fimbo ubaoni wanatusomesha sisi watoto, na sisi tunasomesha wao. Kwa hivyo tukashirikiana pamoja, alhamdulillah, na sasa mwanangu anaongea. Asante sana. Bisale, unadhani Zopu Academy singekuwepo, mtoto wako angekuwa katika mazingira gani? Tuombee kwanza idumu. Amen. Kwa sababu kama mimi nimempeleka wa kwangu, ila kuna vizazi vingine ambavyo vitafuata baadaye, labda vitakuwa na shida hiyo. Kwa hiyo nadhani isingelikuwepo Zopu Academy, mimi nadhani ingelikuwa na mtoto ambaye ni, yani siwezi kusema ni mzigo, lakini kama ni tegemezi, kwa sababu kama ninavyokuambia nilikuwa simtoi nje. Muda wote niko naye nyumbani. Dada zake wanatoka, mimi namweka ndani. Kwa sababu namuhisi akifika kule atashindwa hata kujitetea, au akirudi kama akapata shida yote atashindwa hata kunambia. Lakini kupitia Zopu mimi sasa hivi yani naweza kumtoa na akaenda akacheza kupitia Zopu. Yani faida kubwa mojawapo ni mtoto wangu kuweza kujitegemea mwenyewe. Yani amekuwa hata mwenyewe anaweza kujilinda. Wewe anakuambia sivyo? Kama kwa sababu mwanzo kabisa kabla hiyo program aliyozungumza mzazi mwenzangu hapa haijaanza, ilikuwa wanakuja na homework nyumbani. Yani wanakuwa wanasoma shuleni alafu wanakuja na homework nyumbani. Na kitu saini yeye skuli anasomeshwa na mwalimu wake. Mimi mzazi alichosomeshwa na mwalimu wake sikijui. Mfano kama akitaka kuongea mama, anashika hapa pua, mama. Sasa mimi nyumbani sijui. Kwa hiyo mama mimi nikanampa saini nyingine tofauti na ambayo anaitumilia. Anaambia mama kota. Yani kosa. Sasa tukaenda kwenye vikao. Tukaenda kwenye vikao tunaambia hawa watoto ni wabishi. Kwa sababu kama mfano wa kwangu mimi ni mtoto wa kike lakini ni mbishi. Mfano mwalimu amemfundisha ubaoni, akamchorea labda t-shirt. T-shirt tuseme ina rangi ya orange. Akija nyumbani mimi nitampa rangi ya blue. Anaambia mama kota. Tena ananiweka rongi sasa, mama kota. Kwa hiyo mimi nikiwa ili niweze kujisaidia mimi. Ndiyo, kwa sababu mwalimu amempa fulana rangi ya orange ubaoni, mimi nyumbani nampa rangi tofauti na aliyokuwa darasani. Sasa anaambia mama, uli mie mpigwa. Anaambia kitia ambayo nimempa mimi, skuli atakwenda atapigwa. Kwa hiyo nafanya kazi moja, nampa rangi zote. Achague mwenyewe. Achague ambayo amefundishwa skuli. Kwa hiyo siku nikimpa naambia mama hii hapa. Mama hapa. Mama hapa. Kwa ikawa ile hali mimi inaniumiza sababu nashindwa kumsaidia mtoto wangu. Akija na homework. Saa nyingine akiondoka nyumbani, akirudi, mama nimfundishe kuhesabu. Kwa sababu katika kitu ambacho tumejifunza, kumbe hiki kiganja tukiweka hivi ni herufi, tukiweka hivi ni nambari. Sasa mwalimu Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimfundisha saa nyingine namfundisha labda herufi, labda namfundisha herufi V. Kwa hiyo nikiweka hivi ananiambia kota. Kwa hiyo niweke hivi. Kwa hiyo huku ni nambari, huku ni huku ni herufi, huku ni nambari. Sasa ikawa tunapishana Kiswahili. Sikio tukaenda kwenye kikao. Kwenda kwenye kikao tukamwambia daktari, sababu sana kwa kuna vikao na daktari anakuwepo. Kwa hiyo mzazi unaeleza changamoto zako na walimu wanaeleza changamoto jinsi gani au wanatuelekeza jinsi gani tuwasaidie watoto. Kwa hiyo tukawa tunasema watoto hatuwezi kuwasaidia kwa sababu hatuelewi sign language, si hatujui. Kwa hiyo tunatumia tu zile ambazo yani unaweza ukatunga tu mwenyewe mzazi ili umsaidie na ukitunga na maana kule shule anapewa ni nyingine. Na ukija nyumbani unampa nyingine. Ndio mnapishana hapo. Sasa kwangu mimi nilikuwa saa nyingine anakuambia uli. Ambaye nenda kuandika skuli, yani kama wewe hujui mimi nitaenda kuandika skuli. Sasa baada ya kuongea vile daktari akatuambia kama kutakuwa kuna uwezekano basi muwe mnakuja kila Ijumaa. Ili muweze kujifunza pamoja na watoto wenu. Yaani nashukuru sana hii programu imetusaidia sana. Yani tuseme unajikuta sasa mnaongea lugha moja, mzazi, mwanafunzi na mwalimu. Na baba umemfundisha nyumbani? Baba anafundishwa, lakini sasa kuna siku nikasema changamoto yake, daktari akanambia inawezekana huyo baba haisikii sauti ya baba kwa sababu labda ana bezi. Kwa sababu yani kama akiitwa na baba yake mfano, yani hageuki. Ila mimi nikimwita sauti moja tu, anageuka. Kwa hiyo ile changamoto mimi nikaipeleka kwa daktari. Yani unajikuta kwenye ile wiki yote unakusanya changamoto zako. Ijumaa ukifika unaipeleka. Wakati mwanzo ilikuwa changamoto tunazikusanya mpaka tuitwe kwenye kikao.
Lakini kwa sasa hivi nashukuru unaweza ukajikuta Ijumaa unamfuata mwalimu private, mwalimu, mimi mtoto wangu ana shida 1 2 3, basi fanya hiki na hiki na hiki, itaweza kumsaidia. Asante, tukomea hapo kwanza. Mwalimu Ayubu, mzazi amezungumza neno moja, wabishi. Kweli watoto wenye uziwi ni wabishi? Asili yao kwa sababu tunasema kwamba mtu kwa husikii inakuwa ubishi, ni ubishi wa asili, yani kama ubishi wa asili. Kwa unachokiona wewe ndicho ni hicho hicho. Okay. Mfano wazee wetu hata sisi tukenda uzeeni huko tunakuwa bado tuna upungufu wa usikivu. Kwa akamwambia mtu jambo pengine jingine akafikiria pengine au pengine anataka yeye na msimamo wake, nataka nende sehemu na nataka kwenda sehemu hiyo hiyo. Kwa hiyo tutasema huyu ni kweli. Kwa tukaona njia gani ya kulisolve. Bahati mzuri Dr. alipata mwaliko wa kwenda India, kwenda shule ya watoto wenye viziwi pia, watoto wenye mahitaji maalum. Walipoenda kule akaikuta hii program. Lakini sasa kwa wenzetu, kutokana na uhalisia wao wa maisha wao, inawalazimu waende kila siku. Yaani mtoto akitoka naye, yaani mtoto akitoka asubuhi nyumbani anatoka na mzee wake Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja mpaka skuli. Wanakaa ule muda kama kuanzia asubuhi mpaka saa 5 na wanarudi zao. Lakini sasa sisi tukafikiria, tukaona kutokana na hali yetu ya maisha hauwezi kumchukua mzee siku mzima ukamleta pale skuli aje asome. Kwa hiyo tukaona at least tutafute hii siku moja ili tuweze kusolve ili tatizo. Wazazi lakini wamelipokeaje? Wazazi wamelipokea alhamdulillah, na kama mrejesho unavyoona. Wa kiume hasa wao wanashiriki katika programu. Wa kiume wao changamoto kidogo. Lakini wanashiriki, wanakuwa wanapishana. Siku tunawaambia hata hawa wajitahidi, wa kiume pia na wao waje. Lakini mama yake Nesa mkaongea kitu katika hali ya usikivu, hao watoto wanategemeana na sauti. Ukiwa kama mfano una sauti bezi, hasa kwa wanaume ni sauti bezi, mtoto hawezi kukusikia. Ndio maana tunapendelea zaidi ya watoto waongee na kina mama. Hata daktari akasema huko alipokwenda zaidi wanapohudhuria shule program ni akina mama, kwa sababu kwanza kina mama wana pointi moja, wao muda wote hakuna watoto nyumbani. Lakini kina baba yeye unaweza kumsomesha pale, kumbe anafikiria kuna zege huko Tanga ibomoe. Lakini mama yeye unakuta mama wengi kutokana na hali zetu za maisha yuko nyumbani. Kwa unakuta unachomsomesha hata akija Ijumaa kule ukimsikiliza unamsomesha nambari, alhamdulillah unakuta. Lakini kwa mfano anakuja siku nyingine, kuna mzee alikuwa anakuja mkewe. Sasa mkewe akapata kuuma kidogo. Anakuja yeye. Alichokusomesha wiki inayokuja, alichomsomesha. Akija wiki hii kashakisahau. Tunamoa. Kwa sababu tukasema hapa inabidi darasa tutakuwa linarudi nyuma. Kwa hapo sasa tukatengeneza madarasa mawili sasa. Ili kwa sababu muda mwingine mtu anataka mama anataka kushamsomesha nambari kashaijua, alafu tena Ijumaa umsomeshe nambari, ataona darasa hili sio zuri. Kwa tukaanzisha madarasa mawili sasa. Yule ambaye alikuwa kasahau darasa lake na ambaye alikuwa kashajua tunamuendeleza. Na unadhani inafaa tu kwa wazazi ambao wana watoto viziwi kuhudhuria madarasa, au jamii sasa inatakiwa kuchangamkia kuweza kuelewa hizi taaluma nyingine kama hizo? Swali zuri. Kutokana na kwa sababu tunasema lengo ni kuweza kujitegemea. Jamii ina umuhimu kwa sababu wewe ukiona jinsi gani mtoto jinsi anavyoongea au jinsi anavyojitegemea, kwa sababu kuna wauza duka, kuna walimu wa chuoni, nimesahau wala. Pia kuna mzazi mmoja yeye amejitolea, ameenda kuzungumza na mwalimu wa chuoni, alhamdulillah. Mwalimu wa chuoni anakuja pale anajifunza. Kwa anajifunza jinsi gani ya kumsaidia mtoto, kwa sababu pale shule sisi tunafundisha herufi za hijai, alif ba ta. Kwa hiyo tunao alhamdulillah wanafika mpaka jim swali, kwa mwalimu wa chuoni anakuja naye. Kwa na tumesema tuwafundishe hizi herufi ama hizi namba, kwa sababu hizo herufi ba ta zinaendana na herufi. Zinaendana na herufi. Kwa hiyo inakuwa mwalimu pia na yeye alishukuru, akasema itakuwa ni rahisi kuweza kumsaidia yule mtoto. Alafu nilikuwa nataka niongezee neno moja. Naam. Hizi mambo aliyosema hawa, mtoto kuweza kuzungumza, kuweza kusikia, haya yote yanatokana na kifaa kinachoitwa hearing aid, ambacho kile kimashine. Ambapo kama wiki iliyopita tulisema kwamba jambo la mwanzo akija amtuletee ile fomu ya hospitali, tunaweza kujua sikio gani ambalo linasikia sana, sikio gani ambalo halisikii. Ndio sisi inatusaidia
kuweza kumpeleka kwa daktari, kumpeleka kwa daktari akaweza kufiti. Kufiti tunasema ni uvaaji wa hearing aid. Na halafu katika uvaaji wa hearing aid sisi tuna msemo wetu skuli tunasema mtoto amezaliwa upya. Ile siku ya mwanzo alovishwa hiyo hearing aid, sisi tunamhesabu ni sawa sawa kazaliwa kutoka tumboni kwa mama yake. Kwa sababu ile akivaa ile hearing aid hapo ndo inaanza kumzibua. Kwa hapo siku ya mwanzo unapoona unamvisha, lakini mara mtoto anaivua. Lakini baada ya siku mbili, kila siku tunavyoenda akizoea, inakuwa tunataka tena kuivua, ndo maneno yanaanza kuja hapo. Asante sana Mwalimu Ayubu. Bi Naima, tuanzie kwako. Kauli ya Mwalimu Ayubu ya kuwa baada ya kumpeleka mtoto na kuvalishwa hearing aid, wao kama wataalamu wanasema amezaliwa upya. Kwako kauli inaakisi yale mabadiliko ya mtoto wako? Tena sana nashukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru madokta, nashukuru na walimu. Kwa sababu mimi mwanangu kama nilivyokuambia alikuwa hasikii, wala hasikii. Baada ya kuanzishwa skuli tu, akaenda kwenye matibabu kule skuli, akafanya matibabu na kuanza kuvishwa hiyo earring. Ndio nilipoona utofauti wa kusikia. Na mpaka sasa hivi nashukuru anasikia na anasema, na alikuwa hasemi. Hapo ukimkosea anakwambia si kweli, mgongo. Ukichukua tunda ukaenda dukani ukinunua tunda, anakuonyesha naye anakwambia mama nitutue. Na mchukua, nikishamchukua ukifika dukani ananionyesha mama papai. Ananigizishia. Au kama kuna ndizi kule dukani, mama nunua ndizi, kama mfano wa kumenya vile ananigizishia. Hapo nikajua mwanangu alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Na ikizubaa pesa ndani, shilingi 100 au 200 atoka naye. Aima, saa nyingine ananiita Aima, tutua 200 tu, nunua lai, na anakwenda dukani. Sasa nashukuru sana. Kwa hivyo sisi tunaomba mtusaidie na hizi earring. Kwa sababu kule skuli zipo za kusomea. Kwa hivyo wakitoka kule skuli wakiweko majumbani, sasa wengine ndio kama ipo uwezo, japokuwa hatuzilipi kwa pamoja, pesa tunapeleka kidogo kidogo ili tupate na sisi zile earring zitusaidie kule mtaani. Kwa sababu yule anatembea, na saa nyingine utachukua safari majiani mule gari, itakuwa ni usumbufu. Akivaa zile itakuwa anazidi kusikia zaidi. Na nashukuru nilipooneshwa yule nani anaitwa Abu yule fundi, nilishangaa sana. Tukaambiwa na yeye alikuwa hivi. Kwa hivyo sasa anaendesha gari. Na kashatupakia. Juzi moja tulipokwenda kwenye sherehe, alitupakia ile gari. Ulijiachia? Ulijiachia kwenye gari au ulikuwa na wasiwasi? Sasa hapo ndo nakuja sasa. Akasema, huyu ndo anatupakia na kusikia sikii. Na leo kwa nini hajavaa earring? Na anavaa earring shikio moja. Leo hajavaa. Njiani itakuwa vipi na Ramadhani magari mengi? Kwa hivyo akatupakia. Mimi nikamwambia tunashuka daraja bofu. Akatupakia tunakwenda kule njiani, nina wasiwasi. Lakini alhamdulillah akaiendesha, na alipofika akatusimamisha tukashuka. Akasema nakwenda zangu, basi akaenda zake. Nashukuru sana. Na alifurahi sana kutupakia sie na wale wenzio wadogo tuona mule ndani ya gari wanacheza hawatulii. Maana watoto wanakuwa watundu sana. Wanakuwa wanakuwa hawasikii, hawaelewi. Wanakuwa wao kitu hichi kimoja. Wakikutana wa majiani, kama mwanangu mimi kuna mmoja anaitwa Omar, ndio anaonesha mmoja kwenye picha. Wanashuka pamoja skuli. Dukani pale kwa baba wanashuka. Kwa hivyo kama sisi tukimchelewa kumchukua yule mtoto, yule Omar anamchukua mpaka nyumbani kwao. Mwezi. Kwa hivyo anakwenda kaa jioni kwa tunapiga sisi, mbona Omar hamleti huyu na mwenziwe? Amna, njoni mumchukue. Tunakwenda kumchukua. Basi ndio hivyo. Asante. Nashukuru sana. Bisada, kauli hii wewe imeakisi kweli kama alivyokuwa Bi Naima ya swala la kuvaa hearing ya kuzaliwa upya.
yani hiyo iko sahihi kabisa. Kwa sababu kipindi anaanza shuleni ilikuwa hearing anavaa kwa muda wake wa masaa 4 au 5, akitoka shuleni anakuwa amevua ameziacha shuleni. Ila tukawekewa utaratibu kwamba tuwe tunapeleka pesa nusu alafu tena mtoto anapata anachukua nyumbani. Kwa sababu kwenye kutwa mtoto akivaa masaa 4 alafu masaa yalobaki akawa hana, itakuwa ni kama hatufanyi kitu chochote. Sababu atakuwa anasikia mazingira ya shule lakini mazingira ya nyumbani hasikii. Mimi nashukuru Mungu tukafanya utaratibu tukazilipia. Kwa hiyo anakwenda nazo skuli, anavaa skuli, anarudi nyumbani, anavaa nyumbani, yani katika mazingira aliyomzunguka anakuwa nazo. Sasa hajawahi kuzitupa. Hajawahi kuzitupa, nashukuru Mungu. Yani wale wanakuwa wako nazo makini kwa sababu mwanzo mtoto anakuwa anasumbua, anakuwa hajajua umuhimu wake. Lakini ukimvalisha, yani ni kweli anazaliwa upya kwa sababu kuna siku nimemvalisha alafu TV ikawa imewekwa sauti kubwa. Basi ile namvalisha tu, mama, nini? Yani kuna kitu kimeingia kabisa kwenye masikio yake. Sasa yani nashukuru Mungu, yani kutokea siku hiyo nahisi ndo akaijua kazi yake na umuhimu wake. Sasa hivi yani kama anarudi skuli, akirudi skuli anasitia mkobani, anahofia kustupa. Akifika nyumbani anavaa. Anakuambia mama, vaa wapi? Yani sijui kama anakusudia ni kifaa au ile ninayovaa mimi. Lakini mwenyewe anakuambia mama, vaa wapi? Kwa hiyo akikwambia ile mama vaa wapi, unajua kwamba anatafuta kifaa chake. Yani sasa hivi hata zile saini kidogo anaziacha, yani kidogo anaongea kwa maneno. Akishaongea kwa maneno, akiona humuelewi, tena anakufanyia saini. Kwa hiyo maana kama hujaelewa neno, anakupa saini tena mama mwenyewe mzazi unaelewa. Yani ni kweli kabisa kwamba zile wakivani kama wanazaliwa upya. Asante sana. Shukran sana mtazamaji kwa kufuatilia Afya Kwanza, ambayo hapa leo tunazungumzia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani, na hasa tumejikita kukizungumzia kituo chetu cha ZOP Academy ambacho kinatoa huduma kwa watoto wenye matatizo ya usikivu, aidha usikivu hafifu au akiwa kiziwi kabisa. Ukimpeleka pale ZOP Academy, basi huduma atakayoipata ni mabadiliko kama ushahidi ambao unaupata kwa wazazi wenye watoto wa namna hiyo. Lakini wakati huu tukamsikiliza daktari anazungumza nini kuhusiana na swala hili. Alhamdulillah rabbil alamin. Leo tuko katika kuadhimisha siku ya usikivu duniani, na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumekamilisha zoezi la kufanya usikivu au kufanya tunasema afya ya sikio. Kwa hivyo watu walipata nafasi kuja, wamepata kupima usikivu, wamepata kupewa elimu ya vipi sikio wanaweza kulitunza baada ya kufanya registration, alafu wanaenda kuangalia sikio lake liko vipi. Wale ambao wamejaa wax, ambao ndio sababu kuu ya uziwi duniani, na inatokana kwa watu kusafisha masikio, wanaisukuma ile wax inaingia ndani, ambao mwisho namfanya mtu awe hasikii, wanaenda kusafishwa kwa kutumia microscope ili kuhakikisha ile ngoma ya sikio haiathiriki wakati ile wax inatolewa. Lakini bado ipo asilimia ndogo ambayo hata ukitoa ile wax bado usikivu unakuwa mdogo, au wengine tangu mwanzo wanajua kwa usikivu wao kwa mdogo. Kwa hivyo wale baada ya kuangaliwa na daktari kwa ngoma inaonekana, anapelekwa kwenda kufanyiwa kipimo cha usikivu sasa cha mashine, alafu ataambiwa usikivu wako umepungua kiasi gani na atapatiwa mapema ili na tukijua tatizo. Naam, tumerejea tena baada ya kumsikiliza daktari huyo kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza awali. Leo ni maadhimisho ya siku ya usikivu duniani, tukiwa tunazungumza kwa pamoja na wazazi pamoja na mwalimu. Hasa tumejikita katika kuzungumzia kituo cha ZOP Academy. Mimi mwongozaji wako naitwa Amur Khamis, nipo na wazazi pamoja na walimu, na daktari amezungumza mengi kuhusiana na hiyo. Pointi ya mwisho ambayo tumeondoka nayo ni kuzaliwa upya kwa kuvalishwa hearing aid mtoto, na tumepata ushahidi hapo. Lakini tuzungumzie aina kuna vifaa vya ziada ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto kuweza kutoka sasa kuzaliwa hiyo upya tena, au ni aina hiyo tu ya kifaa? Kipo ambacho hichi madaktari wanapendekeza zaidi mtoto aweze kufanywa kuanzia miaka 2. Ndio. Ni vizuri akifanywa hata akiwa mkubwa, lakini inapendeza zaidi kwa sababu kuna kifaa kinaitwa ear plant, cochlear implant, ambacho hicho mtoto anafanywa operation, anatiliwa kwa ndani. Lakini kwa nchini kwetu sisi hapa bado. Kwa hicho
ni hadi ni wapi, ni India ambayo inafanyiwa, lakini cost yake kidogo inakuwa ni kubwa, inakuwa ni milioni 30. Kwa hiyo kwa maisha ya kawaida kidogo hiyo hadi mtu apate msaada. Ndio. Lakini daktari aliwahi kusema kwamba kuna watu wako Kenya kule wamejitolea kama taasisi moja hivyo wamejitolea ili kama mzazi atakubali pale wa skuli wowote tunaweza tukenda naye kule anaweza kafanywa hiyo cochlear implant. Na ambao kawaida zaidi ambayo inazoelewa kwa kwetu sisi ni hiyo hearing aid ambayo anapimwa tupitie kawaida. Na huo upimaji katika wapitie kwa aina mbili. Kuna upimaji wa kawaida ambaye mtoto anatulia tu kwenye kiti unampima, lakini na kuna upimaji mwingine unaitwa IBR, huo hadi alale. Maana kuna wengine wakati tunawapima hawatulii. Kwa hiyo mzazi tunampa jitihada sasa, tunampa muda ama tunampa nafasi lale usingizi, sio kama aweze kukesha na mwanawe usiku. Kuanzia mtoto anamwamsha kuanzia saa 8 au saa 10 usiku, anakesha naye mpaka alfajiri. Alfajiri akija pale kituoni kwetu pengine ni saa 3 zoezi linaanza au saa 2, anambembeleza ili apate kulala. Akishalala ndio kipimo tunampima, ndio tunaweza kujua usikivu wake. Hajaweza hivyo tunampima cha kawaida tu ambaye atatulia. Na hichi ambacho umekizungumza cha upasuaji, kuna ambaye ameshawahi kufanyiwa hapa Zanzibar? Hapa yupo ambaye ameshawahi kufanyiwa. Na mabadiliko yake yalikuwaje? Na maana ni rafiki yangu. Okay. Kwa mabadiliko yake anasema sasa. Anasema maana kuna mtu anakuwa anamfanyia speech therapy. Speech therapy tunasema kama hiyo tunafanya sisi school. Okay. Tunakaa ana kwa ana baina ya mtoto, kwa sababu nilisahau kuna kitu kimoja kukisema. Sisi watoto wetu tunafundisha namna ya kumsoma mtu mdomo. Sisi hapo ndo tukaanzisha speech therapy, namna ya kumsoma mtu mdomo. Kwa kama ni kijana naye hapa anaweza akajua kila kitu tunachokizungumza hapa, kwa sababu yeye na labda sasa wale watoto bahati nzuri kushaambia hivyo. Sometimes unaweza kaona maana kuna watu wengine wanajua akizungumza hapendi kuangalia usoni. Sababu sisi fulana yetu inasema ukisema na mimi niangalie usoni. Ukumbele tumeandika matamshi na sauti. Kwa hiyo mtu wote huko akiona tu kumbe mtoto ni kiziwi, kwa hiyo lazima nimwangalie usoni. Sasa lakini kuna watu wengine katika jamii yani automatic akizungumza hapendi kuangalia usoni. Unajua wengine waongo. Waongo kuangalia usoni. Kwa hiyo sasa mtu anaweza kaona mtoto mbona nikizungumza naye anaangalia sana, hana adabu. Kumbe ndio tulivyozoesha ili aweze kuelewa. Na bila kuangalia usoni yeye hawezi kufahamu. Okay. Na wale ambao wanataka kuwasema hapo ndo kazi hiyo. Maana hata ukimsema kidogo dogo anakusoma. Haya, asante sana Mwalimu Ayubu. Tuanzie kwa Bisada. Unadhani umuhimu, mtoto wako umeniambia miaka 2 ndo ameanza Zopo Academy, lakini bila shaka kuanzia 1.5 au 1 huko umeanza kumtafutia matibabu. Unadhani nini umuhimu ambao kwako umeuona baada ya kumchukua mapema mtoto wako na kuanza kutafuta matibabu kwake? Umuhimu upo. Kwa sababu kama ninavyokuambia nimempeleka anaongea mama tu. Kwa hiyo ilikuwa ni yeye akija mama kipindi hajaanza Zopo akitaka kula, mfano anakwenda mpaka sehemu panapokaa chakula, anachukua kile ambacho anakihitaji anakuletea. Kwa kama atakuletea sahani unajua kumbe mtoto wangu anataka kula. Anakwenda anachukua kikombe. Kwa akichukua kikombe kumbe anataka maji au anahitaji kitu kingine. Lakini baada ya kwenda kule Zopo sasa hivi anaweza yani akafanya tu mwenyewe bila hata kukushirikisha. Kwa mfano hapo nakwambia zamani alikuwa akichukua anakuletea. Ila sasa hivi mfano hata kama labda upo busy na kazi nyingine, anachukua kikombe, anapita tu mama maji, kwamba mama mimi nakwenda kunywa maji. Au mama ula, anakwenda kutia chakula. Lakini hayuko yani ule utegemezi ambao niliuhofia kipindi naambiwa mtoto wangu hasikii, yani umeondoka kabisa. Yani mimi nashukuru sana. Yani Mwenyezi Mungu kutukutanisha tu na daktari ambaye baadaye akatuelekeza kule Zopo Academy. Yani mimi nashukuru sana. Na walimu wanatupa tu ushirikiano wa hali ya juu. Asante sana. Binaima, wewe mwanao unadhani ungechelewa, usingempeleka mapema, nini kingetokea? Kingetokea ni matatizo, kwa sababu ilikuwa hata mimi kama nyumbani kwangu akiniambia kitu mpaka aje nipige. Sasa kisha nipiga hivi mimi na hamaki naambia kitu gani? Sasa ile kitu gani ananitizama tu anashanga. Ende tu mwenyewe akachukue kama nataka maji yanywe. Sasa mimi hapo
nikaona matatizo ilizidi kuwa zaidi, kwa sababu miaka minne ndo nimekuja kutuka, na wakati niliuza mzima na alikuwa anaongea kitu kilichosababisha aliumwa yule mtoto. Baada ya kuumwa nafikiri kama sijui kama dozi zile za dawa alikuwa kwa hospitali au vipi, ndo likajitokeza tatizo hilo, wahasiki wala hasemi, na zamani alikuwa akiita mama. Okay. Baada ya kutoka matatizo mimi ndo nikaona nijielimisha, nisimweke ndani, nianze kumfanyia mchakato kumpeleka skuli na kwa dokta. Kwa bahati hospitali nilisahau kukwambia, hospitali nilimpeleka akafanywa operation, akatolewa vinyama vya ulimi. Kutolewa vinyama vya ulimi akashonwa. Nikaambiwa nisimpe kula kwa siku 4 kitu chochote, maji tu. Kwa hivyo nikafanya vile vile. Kwa hivyo siku ya pili ndio nilianza kumkorogea uji. Kasema ndo mwanangu engenitoka. Na mwanangu ningekuwa sina tegemezi. Wezi wanasoma, wanapata kazi. Sasa mimi huyu ningemfanya nini? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, na washukuru na dokta na ufadi, na washukuru na walimu wamenipa hasama zaidi, hasa mwalimu huyu hapa. Nipo hasama zaidi mwalimu Ayubu, maana ananifuatilia hata nyumbani kwangu, anakuja ananihoji, ile mtoto anakaa wanamtizama sasa. Je, hivi anavyosema mama yake kweli ndivyo au sivyo? Wanamweka, wanachukua simu, wanarekodi. Haya, wanamuonesha hichi nini, wanasema kama papai, hichi nini, embe, hii hapa nini, ndizi. Wakimuonesha vidole, hivi ngapi? 2, ingapi 3, ingapi 4, ingapi 5. Sasa siku hiyo alipokuja akanambia, mama ndege, nataka kusafiri. Sasa namwambia, sasa hii ndege kitu gani? Mama ndege. Kwa hivyo mimi nilikuwa sijui, nikaenda nikauliza skuli. Nilipouliza skuli nikaambiwa ndio ndege. Ile herufi imekaa hivi. Na zopo sipo karibu na uwanja ndege. Kwa hivyo akanionyesha hivi. Kumbe ni herufi. Ndio. Nikajua Kwa hivyo sasa hivi akipewa kazi skuli anafanya mwenyewe. Mimi nimkamate tu ule mkono, ananambia sitaki, anaandika mwenyewe, na alhamdulillah anatokea wa kwanza. Na madrasa anasoma alifu, yuko alifatatin Mshukuru alhamdulillah. Asante sana. Na Mwalimu Ayubu, tuzungumzie sasa wanafunzi. Tuna wanafunzi wangapi kwenye Zopo Academy mpaka sasa? Academy mpaka sasa tuna wanafunzi 30 ambayo, lakini bado tunapokea wanafunzi kwa sababu kila mwisho wa mwaka tunakuwa tunawatoa wanaenda shule ya serikali kujiendeleza. Okay. Kwa hiyo wale wanaokuja wanakuwa wana replace ile nafasi. Alafu sisi kawaida Zopo Academy tunakuwa hatufungi usajili. Sisi muda wowote, wakati wowote, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa 7, mwezi wa 8 tunapokea wanafunzi. Nafikiri wazee ndio mashahidi hapo. Kwa sisi hatufungi usajili, muda wote tunapokea wanafunzi kwa sababu sisi tunaitaka jamii watoe watoto viziwi walete, si hamu yetu. Na nafikiri wakileta wanafunzi wazee wanaona shauku yetu jinsi gani walimu tunapokuwa tunapenda kabisa. Alafu sisi kama nilivyokuambia kipindi kilichopita, sisi tunawasaidia kama mfano akiwa hajapelekwa hospitali, maana kuna wengine wanakuwa na hofu kwenda hospitali. Sisi tunawasaidia, tunapangia siku gani, tunazungumza na daktari mwezi mmoja, tunaenda na mzazi namwambia siku gani njoo tuende hospitali. Tunaenda kule na sisi basi alhamdulillah, tukishafika kule mwezi mmoja hamna kupanga foleni. Kwa sababu ni tunaubia na wale madaktari na wenyewe natoa msaada kwa Zopo. Na Zopo ipo kijamii. Kwa hiyo tukifika pale mzazi hata ule muda wake hapotezi hizo kazi zake nyumbani. Tunafika pale tunapoa huduma anarudi zake. Si ndio wazazi? Na iko Zopo ipo Zanzibar, yani Unguja na Pemba, ama ipo Unguja tu kwa sasa? Zopo kwa ujumla au Zopo Academy? Zopo Academy. Zopo Academy kwa sasa ipo Unguja. Mipango ikoje ya kuona tunatanua sasa kwenda labda Pemba, kwenye mikoa, kwa kila mikoa kuna kituo ili kuwarahisisha wale wazazi ambao wako katika eneo? Mipango yetu kwamba
wa Zopo Academy tunapokea wanafunzi kutoka Dar es Salaam, tunapokea kutoka Pemba. Kama pale mara hii tunao wanafunzi wawili kutoka Dar, wamekuwa transfer, wameelezwa kuhusiana na Zopo Academy jinsi ilivyo, faida zake. Wazazi wamekubali. Kama huyo Abubakar, chanzo chake sasa Dr. Naufal pamoja na jopo lake walienda kufanya kambi Pemba. Walipokwenda kufanya kambi Pemba hii ya masikio, mama yake Abubakar akampeleka yule mtoto akapimwa na upungufu wa usikivu, akaambiwa basi akapewa transfer Mnazi Mmoja. Kuja Mnazi Mmoja akaambiwa basi itabidi sasa hivi mwanao kweli ana upungufu wa usikivu, lakini inahitaji kuna kituo pale kimeanzishwa kinafundisha mtoto kusema. Kwa hiyo itabidi ukae miezi 6. Kwa kwanza nilikuwa miezi 6. Kwa baada ya kumalizika ile miezi 6 na kuona maendeleo ya mwanao, akaamua ahamishe maisha yake kutoka Pemba kuja Unguja. Kwa akakaa naye mpaka sasa hivi Abubakar ndo anajitegemea yeye mwenyewe binafsi. Na anapiga hela. Nafikiri kama kuna video utaonesha. Na ungeiambia nini serikali kwenye kuona inatia mkono wake kwenye Zopo, kwenye ile ambalo nimezungumza kwa kila mkoa ndani ya Zanzibar hata Tanzania kwa ujumla, ikawa Zopo ina kituo chake ambacho inawapunguzia mwendo wazazi kuona wanakufikieni Zopo na wanaleta watoto wao? Ni jambo zuri, jambo zuri sana. Na si tu Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi aweze kuitengezea Zopo kituo kama Pemba au Dar es Salaam, ili bado iendelee zaidi kutoa huduma. Au kwa sasa tunachohitaji zaidi kwa sisi sasa hivi tunachoomba tuweze kutengezewa primary pale shuleni kwetu, kwa sababu tunataka wanafunzi wakiondoka waweze kubakia pale pale kwa hatua ya mwanzo. Kwa sababu wazee wanalalamika sana kwa sababu wanapenda jinsi huduma, wengine wanahofa mimi mwanangu akitoka pale je ataendelea kusema. Naona kutokana labda shule nyingine akaenda wanafunzi na darasa 70 wanafunzi ngapi, unakuwa watoto wengine hasa viziwa na kwa ile nafasi yao maalum sana kwa hapa. Kwa hiyo kwa jambo la sasa hivi tunaomba msaada wa kuweza kujengewa primary pale shule. Okay. Asante sana. Na Binaima, unamhamasisha vipi mwanamke mwenzako ambaye yeye ana mtoto kiziwi na amemfungia ndani? Namhamasisha kwanza asimfungie ndani, atafute utaratibu, ende Zopo Academy, ampeleke mwanawe. Labda ana hofu Zopo pale fedha na nini, hebu tuambie sasa. Fedha hatulipi kitu chochote. Tunamshukuru baba watu Dr. Naufal na walimu wanavyojitolea msaada. Kwa hivyo na sisi tunawasema, tutawaambia waheshimiwa wakubwa, Rais Mama Samia na Dr. Mwinyi ndio waje pale watukague na tuongeze msaada, atupe msaada. Asante sana. Bisala, wewe wazazi wenzako ungependa nini kwako akisikia kwa yale maendeleo ya mtoto wako ambayo sasa hivi unayaona? Mimi ningependa kuwashauri wazazi wenzangu. Yaani naongea hiki sio kwamba labda naongea nikiwa na uhakika kwamba mtoto ukishamgundua ana tatizo la usikivu, ukimtafutia matibabu mapema, yani kama ile kauli ambayo nilikwambia mwanzo alionambia daktari kwamba all is better, ile ni kweli. Kwa sababu unapompeleka pale Zopo, anaanza taratibu, anakwenda mpaka inapofika umri pale anatoka mtoto. Kama mwaka jana watu ulikwenda safari ya mwisho ya skuli, kwa hiyo wakatoka mwanafunzi anakuja anakuaga, mama Naisa mbai kwamba mimi nimeshamaliza hapa na kwenda kituo chengine. Kwa sababu tumekuwa tunajuana kutokana na ile programu ya kila Ijumaa ile. Kwa hiyo tumekuwa tumejuana. Kwa hiyo mimi nawashauri wazazi wenzangu tusiwaweke ndani. Kiziwi sio ulemavu. Sio ulemavu wala sio ugonjwa. Ni tofauti tu na mtoto ambaye anasikia. Lakini mzazi ukiweka jitihada kwa mtoto wako, mimi naamini mtoto wako atasema, atasikia na ataweza kujitegemea. Kwa sababu tunavyozungumza hapa, huyu mama mtoto wake sidhani kama ameshafika miaka 10. Kwa kwangu mimi hajafika miaka 10. Kwa hiyo amekaa Zopo kwa muda miaka 4. Sasa hivi kwa kwangu mimi na miaka 6. Kwa hiyo ina maana kama ningemweka nyumbani, hebu fikiria tangia nimemzaa mpaka sasa hivi na miaka 6. Ningelikuwa sina mtoto. Sijui tu ningelikuwa, yani Mwenyezi Mungu tuepushie mbali, sijui tungelikuwa tunaishi vipi. Kwa sababu siwezi kumsaidia na yeye hawezi kujisaidia. Lakini kupitia ile program tulivyoambia watoto tuwapeleke wakasome,
Kwa hiyo mimi yani mzazi ambaye sasa hivi atakwenda Zopo asiwe na wasiwasi kama wasiwasi ambao nilivyoambiwa mimi na daktari, mtoto nimpeleke akasome. Lakini akifika kule, na naamini mzazi kama mzazi ambaye anajielewa, akisikia tu hii kauli, popote mtoto wake alipo aende akampeleke ajifunze. Jamani, Zopo Academy inasaidia. Asante sana. Na mwisho, Mwalimu Ayubu, tumalizie kwenye kauli yetu. Kauli yetu mbiu tunasemaje kwa viziwi, ili wazazi wamalizie na kauli hii? Tunaambia nini? Badili mawazo. Badili mawazo, jielimishe. Okay. Kauli yetu inasema badili mawazo, jielimishe. Na uzuri wa Zopo bwana, ukifika pale hata kama una mtoto, ukitaka maelezo utapewa, alafu maamuzi utafanya mazuri. Na niwashukuru sana. Na kwenye kipindi hiki cha Afya Kwanza, leo tulikuwa tunazungumzia mada ya maadhimisho ya siku ya usikivu duniani, ambapo nilimwalika mwalimu mkuu wa Zopo Academy Ayub Said Ayub, sambamba na mzazi wa mwanafunzi katika Zopo Academy hiyo, Sada Mwinyi Ayub, pamoja na Binaima Khamis Usi, na yeye pia ni mzazi wa mwanafunzi. Tumeyasikia mengi kutoka Zopo, lakini uzoefu wa wazazi juu ya kuwapeleka watoto wao katika kituo kile, kikubwa ni kukiongezea msaada, kama mwalimu alivyosema hapo, tujenge primary, ikiwezekana hata sekondari, ili watoto wakitoka pale basi waende katika vyuo vikuu wakiwa tayari washatengezwa kuwa watu wazuri na waliopewa nafasi katika makuzi yao. Mimi naitwa Amur Khamis, mwongozaji wako. Nyuma ya kamera ni Suleiman Haji pamoja na Studio Nzuri. Tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea vya Afya Kwanza hapa. Sisi kwetu ni kukuletea yale ambayo madaktari na watu wengine wa jamii wanayazungumza, na wewe ni kuchukua hatua sasa kwenda kujielimisha na kumtoa mtoto wako. Bye bye.